majina, mimi naitwa Architect Chagu Ngoma, kaimu katibu tawala mkoa wa Mwanza. Nipo hapa mbele yenu kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Mwanza. Naamini wote tulio wageni katika mkoa huu tuko vizuri. Tunawakaribisha sana katika mkoa wa Mwanza watu wote wanaoweza kuwekeza katika nyanja mbalimbali. Katika harakati za kuimarisha uchumi wa taifa na huduma kwa wananchi, sekta binafsi na sekta ya umma zimeendelea kutafuta njia bora za kushirikiana. Ndio maana wadau kutoka maeneo mbalimbali Aprili 16 mwaka 2025 walikusanyika ukumbi wa Gold Crest Nyamagana mkoani Mwanza katika mdahalo maalum ulioandaliwa na kampuni ya Media Brains kwa kushirikiana na kituo cha ubia wa sekta binafsi na umma yani PPPC Tanzania ili kujadili masuala mbalimbali kulingana na dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Kongamano hili na baadaye mdahalo wa kitaifa unahusu ubia kama ilivyoandikwa pale wa sekta ya umma na sekta binafsi. Dhana ambayo tunaamini ni moja ya mambo yanapaswa kuchagizwa na kuongeza ufahamu na elimu kwa Watanzania, wafanyabiashara, lakini sekta ya umma vile vile na sekta binafsi, ili hatimaye tuweze kuikwamua nchi yetu na pengine kufanikisha matarajio na malengo ya serikali wakati huu tukimalizia utekelezaji wa dira ya taifa inayoishia mwaka huu 2025 na maandalizi ya dira ya taifa ya 2050. Kwa muda wa dakika kadhaa, wadau walipata nafasi ya kumsikiliza mkurugenzi wa PPPC David Kafulila aliyedadavua dhima za taasisi hiyo na faida itakayoletwa kutokana na shughuli zake katika kuwaletea maendeleo wananchi. Hakuna namna ambayo utajenga uchumi ukiufunga bila kuengage sekta binafsi, ukiufunga bila kuruhusu dunia iweze kushiriki. Vietnam walikuwa na kitu wanaitwa Doi Moi, kwamba open up your economy. Ndio philosophy ambayo iliwafanya mwaka 86 wakafikia uchumi mkubwa huo ambao wameweza kufikia leo na kuvunja rekodi ya nchi zote zilizokuza uchumi kwa kasi kubwa katika historia yetu kama dunia. Kwa hiyo lazima kufungua uchumi. Na kwenye kufungua uchumi tafsiri yake ndio hii, kwamba tunahitaji partnership, tunahitaji ubia, sekta ya ndani, sekta ya nje ishiriki kwenye kujenga huu uchumi. Tunafikiria ubia ufanye hayo. Sheria yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina njia 3 ambazo wewe mwekezaji duniani na hapa Tanzania unaweza kushirikiana na serikali kutekeleza mradi. Ya kwanza ni hiyo tunaita solicited. Huu ni utaratibu wa kawaida ambao unatoa wito kwa mamlaka za serikali badala ya kuomba hazina kwa ajili ya kutekeleza kila kitu, zianze kuomba hazina kwa ajili ya maandalizi ya miradi, kuandaa miradi ya ubia ili baadaye ipeleke sokoni wawekezaji waweze kushiriki kuitekeleza. Hiyo ni solicited arrangement. Njia ya pili ni unsolicited. Unsolicited ni njia ambayo mwekezaji ameruhusiwa yeye mwenyewe kuchungulia fursa na kuleta proposal kwamba jinsi mnavyoendesha SGR, mimi kampuni X naweza nikaendesha vizuri zaidi kuliko mnavyoendesha ninyi, kwa faida yangu binafsi na kwa faida ya nchi na serikali. Sheria imeruhusu. Chungulia fursa mwekezaji, lete expression of interest, lete kusudio la kuwekeza, utapata fursa hiyo. Nyingine ni hiyo tunaita direct negotiation, makubaliano, majadiliano ya moja kwa moja. Hii ni njia ambayo wewe mamlaka ya serikali, kama una mradi unahitajika kwa haraka, ema kwa sababu za kibajeti au kwa sababu zozote zile ambazo zina msingi wake, unaweza ukanegotiate, ukaweza kufanya majadiliano ya moja kwa moja na mwekezaji akautekeleza huo mradi. Hiyo ni direct negotiation. Nyingine ambayo haijazoeleka sana inaitwa special arrangement. Special arrangement maana yake ni utaratibu maalum. Ni pale ambapo kuna mradi serikali inataka kufanya, kuna mwekezaji yuko pembeni na ana uwezo wa kufanya, lakini kuna changamoto za kisheria kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, badala ya serikali kurudisha sheria bungeni ikarekebishwe ili kuaccommodate hiyo investment, serikali imeruhusiwa kustructure huo mradi ikipisha baadhi ya vifungu vya sheria
ili kuweza kufanikisha. Hiyo ni special arrangement. Mabadiliko haya ya sheria, uwepo wa sura hii ya kisheria unaonyesha government commitment kupartner na private sector, kwamba tunaweza tukashirikiana na sekta binafsi katika mazingira yoyote yale. Ni kielelezo cha kwamba serikali iko tayari kushirikiana na sekta binafsi kufanya miradi hii kwa utaratibu wa ubia. Tukio hili limehudhuriwa pia na naibu waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Stanislaus Nyongo, ambaye alihutubia washiriki akieleza namna suala la ubia kati ya sekta binafsi na sekta za umma linavyofanikiwa kutatua changamoto mbalimbali ambazo zisingeweza kumalizwa kwa kutumia kodi za wananchi pekee. Pale sekta binafsi au mwekezaji anapokuwa na malengo ya kufanya biashara yanayofanana na sekta ya umma, pale ndipo PPP inapoibuka. Mfano, kazi ya serikali ni kutoa elimu, kuanzisha mashule ili ifundishe wananchi wake, watoto. Na wewe biashara yako ni hiyo hiyo ya kutoa elimu. Hapo sasa unakuta urahisi kati ya public na private, mkaungana mkaenda kutoa hiyo huduma kwa wananchi kwa kushirikiana, na mwisho wa siku kila mmoja akaondoka na faida yake. Public ikaondoka na faida, au ni outcome ya ule mradi, na wewe ambaye umewekeza utoke na wewe na faida. Ndipo PPP inapoanzia. Sasa katika miradi hiyo kuna mikubwa na kuna miradi midogo, na kila sekta, iwe kilimo, usafiri, kuna namna hiyo hiyo, kwamba serikali inataka wananchi wasafiri kwa haraka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujenga uchumi, na wewe biashara yako ni ya usafiri. Hapo ndipo PPP inapoibuka, mkaweka ushirikiano kati ya serikali na wewe mtu binafsi, mkawasafirisha hawa wananchi, ukakomba na wewe faida yako na serikali na yenyewe ikapata faida yake kutokana na kusafirisha wananchi. Hapo PPP inakuwa imesimama. Kwa nadhani huo ndo mustakabali mkubwa wa PPP. Baada ya maelezo kutoka kwa wakuu hao wa taasisi za kiserikali, wadau wakaingia moja kwa moja kwenye mjadala ulioruhusu maswali na majibu yaliyolenga utendaji wa PPPC, changamoto wanazokutana nazo sekta binafsi kuelekea dira ya taifa 2050. Kati ya maswali yaliyochokozwa kwenye mjadala huo ni lile lililotaka kujua nini hasa tofauti kati ya ubia na ubinafsishaji, swali liloulizwa na mwanahabari mkongwe na mkurugenzi mwenza wa Media Brains Absalom Kibanda, na majibu yakatolewa na mkurugenzi wa PPPC David Kafulila. Kumekuwa na mkanganyiko sana kitaifa kuhusu mambo mawili: ubia na ubinafsishaji. Na katika hilo limezaa jambo moja jipya, ajenda ya watu kuaminishwa kwamba baadhi ya miradi ya ubia imejenga taswira kama bwana kuna watu wanauza nchi. Ndugu David Kafulila, unawezaje kueleza umma wa Wanamwanza, wadau wa ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi kuhusu huu mkanganyiko? Tukifanya ubia hatumaanishi kwamba tunahamisha umiliki. Pembekopo na mjadala wa kwamba pengine ubia ni kuuza nchi. Watu ubia bana, tunauza nchi bana. Ndio kazi ya makongamano kama haya. Hatufanye ubia kuuza nchi. Tunafanya ubia kwa sababu hizo tatu. Miradi ya ubia ni mali ya umma, ni mali ya serikali, kabla, wakati na hata baada. Hiyo ndio principle. PPP sio privatization. Baada ya majibu hayo, swali la pili likawa limeelekezwa kwa mkurugenzi wa huduma za sheria bandari Stanislaus Kagisa, akitakiwa kutoa majibu ili kuondoa wasiwasi uliotokana na mkanganyiko wa muda mrefu kuhusu hoja ya ubia katika uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam, ambao baadhi ya wananchi wamekuwa kitafsiri kama nchi inauzwa. Ndugu yangu wa TPA, ukiwa mkurugenzi wa huduma za sheria, tupe uzoefu basi wa ubia ambao ni uhalisia wa TPA na dhana nzima ambayo na wasiwasi na mashaka ambayo baadhi wa Tanzania wengi walikuwa nayo wakati ule TPA kwa maelekezo ya serikali, sio kama ilipoingia ubia na taasisi za nje katika uendeshaji. Picha ikoje sasa hivi? Serikali imenufaika kwenye maeneo mengi, na bado katika kunufaika kule bandari ni ya serikali. Bandari yetu iko pale pale.
mkurugenzi wetu ni yule yule, usimamizi wetu ni ule ule, ila ubia unachokifanya ulipoleta wawekezaji umeipunguzia serikali kutumia mabilioni mengi kuwekeza kwenye manunuzi ya mitambo ya uendeshaji wa shughuli za kibandari. Muda ukawadia kwa wawakilishi wa wamiliki wa sekta binafsi na wadau wengine kueleza changamoto wanazokumbana nazo kwenye uwekezaji ukilinganisha na utendaji wa PPPC na sheria za nchi. Sasa hivi sisi tunaweza tukaagiza labda aina ya coaster capacity ya watu 26 mpaka 28. Pale bandarini unaweza ukakiria kwa 15 milioni. Lakini ukimaliza kukiria, gari inachukuliwa inapelekwa Kurasini tena. Na labda ufanye follow up, lakini kama hujafanya follow up unaweza ukasema labda nasema uongo. Inapelekwa Kurasini. Unafanywa hesabu tena ya capacity ya ile gari ili ulipie tena, sio chini ya 3 milioni mpaka 4 milioni. Sasa kabla ya bandari hii kwa wawekezaji kuwepo, tulikuwa tuendi hivyo. Kwa hiyo sasa hivi vile vifaa vimekuja ndio tupandishia sisi gharama. Ndio maana unaweza ukanunua gari moja ukaishi nayo miaka mpaka unakufa. Gari moja hiyo, huwezi kuongeza. Nachukua point mbili hapa kwamba mzee wangu pale, nimekuelewa sana. Nimekuelewa ulichozungumza. Kwa sababu unachozungumza ni kwamba kwa utaratibu wa sasa wa sekta binafsi kushiriki katika uendeshaji wa shughuli za kibandari. Sasa hivi mizigo mingi, kwa mfano kama magari yakifika pale yakishashushwa hayakai, yanakwenda kwenye bandari kavu za pembeni. Sasa nikutoe hofu, naelewa tatizo lilipo. Tuko kwenye mchakato wa kanuni namna bora ya kutatua changamoto hiyo, lakini pia tunapitia mikataba pia ya uendeshaji wa hizo bandari kavu. Kupitia mikataba ya uendeshaji wa bandari kavu ambazo sasa hivi tuko kwenye hatua ya mwisho ni suluhisho la muda mfupi ili kupunguza hilo ambalo umelizungumza. Lakini kwa kanuni zinazokuja sasa inaenda kusawazisha baadaye. Kwa hiyo tunaanza na uboreshaji wa mikataba ambayo tumeshamaliza, utaona matokeo baadaye. Mimi naitwa Evelyn Magambo, ni kaimu mkurugenzi chuo cha elimu ya biashara Mwanza. Niwashukuru panelist kwa hoja nzuri, lakini mimi nitakuwa na mambo machache tu. Mengine inaweza kama mchango, lakini lingine kwa kama swali kwa dakika chache. Labda tu kwa mkurugenzi wa PPPC, kuna swala sasa hivi ambalo liko very pressing, mambo ya USA kukata misaada, ambayo kuna projects zinaweza zikaathirika moja kwa moja kwa kukosa hizo foreign aid. Sijajua kama center ya ubia imeweza kupata wasawa kufanya identification ya miradi hiyo na hizo athari zake, na labda kutumia PPP kama alternative financing ya hii miradi kuweza kuepusha madhara ambayo yanaweza yakatokea. Zipo hatua ambazo serikali inazichukua kupitia Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango, lakini pamoja na intervention hizo za kutumia sekta binafsi kufanya baadhi ya miradi. Sekta binafsi inapoingia ubia, tukitekeleza miradi kwa utaratibu wa ubia, tunaipa nafasi serikali ya kuokoa hiyo fedha ambayo ingeweka hapo, ikawekeze huko ambapo hakuna uwezekano wa kupata kivutio kwa sekta binafsi kufanya. Misaada mara nyingi hii ambayo inaokuwa imeondolewa ni kwenye maeneo ya afya, kidogo elimu, na ni kwa maeneo ambayo yanahusu watu maskini, ambayo sekta binafsi inaweza isivutike kuweka fedha yake kule. Kwa hiyo kumbe tukifanya ubia, tunavochochea masuala haya ya ubia, tunaipa nafasi serikali kuzielekeza hizo rasilimali zake, hizo kodi na mikopo kwenye hayo maeneo, hususan katika muktadha wa sasa ambapo mwelekeo wa dunia umebadilika. Mwelekeo wa dunia umebadilika kwa kiasi hicho ambacho kinahitaji sisi ndani to respond, ikiwemo ni pamoja na ku-engage more PPPs ili kusudi tuweze kusustain hicho ambacho tulikuwa nacho na kuabsorb hizo shocks ambazo zinajitokeza duniani. Lakini tumesikia kelele kwamba hii PPP inakuwa considered kama ubinafsishaji, lakini nadhani major issue hapa haionekani kuwa kama public private partnership, lakini inaonekana kuwa kama vile ni foreign public partnership, kwa sababu
hiyo miradi mikubwa mingi inakuwa venture na foreigners. Kwa badala ya kuwa private public private, ina sound kama vile ni public foreign partnership, kwa sababu nyingi inaenda kwa foreigners. Nadhani hapo ndio kuna hoja ya msingi. Swali vizuri pia ni challenge kwamba inaonekana hii ni foreign PPP, yani kama vile government na foreign investors, na sio real PPP ya tunayozungumza. Lakini pia PPP na yenyewe sio PPP kwa ajili ya locals tu. PPP ni both foreign na local. Ndio mantiki yake. Sasa kuna changamoto pengine za local ambazo zimekuwepo. Nakumbuka wakati watangaza mradi wa barabara Kibaha Chalinze, ziliomba kampuni 9. Kati ya kampuni 9, 8 zilikuwa za China, 1 ya Uturuki. Hata Afrika ya Kusini haikuwa na kampuni ambayo imeomba, wala Egypt, ambazo hizi ni nchi kubwa katika uchumi wetu wa Afrika. Kwa hata ya Ulaya haikuwepo, achilia mbali sasa hizo za Afrika. Hata ya Ulaya haikuwepo. Ikuwepo China kampuni 8, Turkey kampuni 1. Mchujo kafanyika zikabaki 5. 1 ya Uturuki, 4 za China. Wakachujwa teza kabaki 3, wa China watupo. Sasa ni hivyo, lakini kuna balance kwamba mradi wa dola milioni 800 inawezekana pakawa na changamoto, hasa kama sekta binafsi haijawa kubwa sana, na sio tu ya Tanzania, lakini ya Afrika kwa sehemu kubwa, hususan Afrika South of Sahara. Tunafanya nini? Kwenye sheria ya PPP kuna local content ambayo kwenye evaluation local na foreign wakishindana, local anapewa kipaumbele kwenye evaluation. Hata hivyo bado unakuta size ya mitaji inaweza ikawa ni changamoto zaidi. Sasa kuna kubalance pale, kuna quality unayohitaji kwenye infrastructure hiyo unayojenga, lakini wakati huo kuna inclusiveness ya local kwenye hayo maeneo. Lakini vile vile investor hawa wa nje wanapokuja, moja kitu ambacho ni msimamo wa serikali ni kwamba wakipartner na local wanaongeza nafasi yao ya kushinda. Yani akija foreign company ana partner na local kutaka mradi fulani, alafu mwingine ni foreign pure, huyu ambaye amepartner na local anapewa alama za juu zaidi. Sasa hizo ni engagement ambazo serikali imekuwa tukifanya. Na kimsingi haya mambo yamekuwa yakifanyika tangu zamani, ya kuhakikisha kwamba kampuni za nje zikija zina partner na local. Mfano mzuri ni IPTL. IPTL kampuni ya Malaysia ya Mekma, walipokuja wakashikiana na kampuni ya VIP Engineering, 30% ya IPTL ni local, 70% ndio foreign. Kwa hiyo serikali imekuwa ikichukua katika hatua hizo kwenye baadhi ya hiyo miradi, na mfano huo ni huo mradi wa dola milioni 100 wa kutoka Malaysia, lakini local walipewa 30%. Kati ya share 10 local walipewa share 3. Lakini pia ni ukweli kwamba lazima tufanye zaidi kwa ajili ya kuhakikisha tunajenga uchumi ambao ni sustainable. Na sheria ya bandari ni kwamba na wao lazima tutekeleze sheria zao za kibandari, kwamba kuna tozo ambazo bandari kama bandari inazitoza. Hebu niambie kwamba lile soko tulijue kwamba ni soko au ni bandari. Sasa hili changamoto yake ni ya kiutawala. Kwa hiyo mimi nikitoka hapa, kwa sababu sisi hapa pia tuna manager ambaye ni boss wa bandari hapa yupo. Kwa hiyo nikitoka hapa, mimi nimekuja kwa ajili ya mdahalo, bado nipo. Nikitoka hapa mimi nitamchukua, tutalisolve, nitampa mwongozo mzuri sana ambalo sio lazima kila soko la Kirumba kule ile mbele. Ni swala la kiutawala. Changamoto kubwa ambayo imetufanya sisi toka kuanzishwa kwa PPP 2009 mpaka leo, Watanzania wengi wameshindwa kushiriki kwa sababu ya kukosa mtaji wa kuingia kwenye hiyo PPP. Hapa mlimsikia tukiambiwa na mkurugenzi mtendaji hapa, ukiangalia project ndogo ambazo wanasema ziko huku chini, ndogo sana, wanasema ni dola milioni 20, ambazo ni sawasawa na hela za Tanzania zinazidi bilioni 50.
ukiwaangalia Watanzania wenzangu au washiriki wenzangu, ni nani mmoja wetu katika humu ndani wenye mradi unaofika hata huo mradi mdogo wa bilioni 50. Ukiwaambia wanyoshe mkono, utaona hakuna mkono utakaoinuka. Sijui nasema ukweli au nasema uongo. Kwa hiyo kilichowafanya private sector wasishiriki vizuri kwenye swala la PPP, sio PPP tu, hata uwekezaji, ni kwa sababu ya kukosa mtaji. Ukisikiliza hoja ambazo zimetoka hapa, unaziona ziko kwenye picha kubwa ya kujenga uwezo wa sekta binafsi ya ndani. Ndio hoja kubwa iliyopo hapo. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya kama nchi, na mawazo mengine yametoka huko, ni kuimarisha sekta binafsi ya ndani. Tunapotakiwa kuimarisha, manake ni kwamba mifumo yetu ya uwezeshaji inatakiwa iimarike. Nafahamu kuna sera ambayo ni sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Sasa pengine tunahitaji, kwa mahitaji ya dira sasa, tunahitaji pia kuiangalia. Nafahamu kwamba baada ya dira kupitishwa mwezi wa 6 pale bungeni, tutalazimika kufanya mapitio ya sera nyingi, kanuni nyingi, ili ziweze kuendana na mahitaji ya dira ya sasa. Kama tunataka kweli sekta binafsi iweze kutoa mchango wake kufikia lile lengo la dira, basi ni lazima tuweke mifumo yetu ya kuiwezesha sekta binafsi, sio ya nje tu, hata ile ya ndani, ili iweze kutoa mchango wake mkubwa. Kwa hiyo picha kubwa naiona hapa ni hilo hitajio la kujenga uwezo wa sekta binafsi hasa ya ndani. Mwisho, mdahalo ukahitimishwa kwa kutolewa neno la shukrani kutoka kwa waandaaji wa shughuli hii. Sasa jamani, tunaelekea mwisho wa shughuli yetu ya leo, ambayo sina shaka kabisa kwamba tumepata fursa ya kusikia na kujifunza mambo mengi. Ndugu David Kafulila, jamani, nadhani nimeweka mic pale kwa mkurugenzi mtendaji. Naam, anayo mic. Karibu uzungumze pale juu. Asante sana. Nashukuru sana moderator na timu yako, lakini pia wadau ambao mmeshiriki, hususan tume ya mipango, mamlaka za serikali hususan bandari, lakini pia wawekezaji na wote ambao mmeweza kutoa maoni yenu katika mdahalo huu. Niseme tu kwamba natoa shukrani kubwa sana kwenu kwa namna ambavyo mmechangia kwa uwazi, kujiamini, ikiwa ni ishara ya kwamba nafasi ya PPP itaonekana zaidi katika mpango huu au katika dira hii ambayo tunakwenda au inakwenda kuzinduliwa siku chache zijazo, kwa maana ya mwezi wa 6. Nirudie tena kusema kwamba nafasi ya PPP, nafasi ya ubia kwenye dira hii tunayokwenda nayo, tunayokwenda kuingia, ni nafasi kubwa na muhimu sana kama tunataka kufikia malengo makubwa. Hakuna nchi duniani ambayo ilifanikiwa malengo makubwa pasipo kuhusisha nafasi ya sekta binafsi na hususan ubia kwenye kuujenga uchumi husika. Karibuni sana katika familia ya PPP. Karibuni sana, tujenge uchumi shindani. Karibuni tujenge nchi ambayo ina uwezo wa kushindana kwa kutumia mitaji ya ndani, kwa kutumia mitaji ya nje. Hatutaendelea tukijifunga ndani. Kutokea na haitotokea nchi yoyote kuendelea kwa kujifungia ndani. Interventions za kusaidia ndani, yes, ni muhimu zifanyike, lakini uchumi lazima uwe open. Usipokuwa open, tukubali kushindwa hata kabla ya kuanza. Kwa hiyo niwashukuru tena na tena na tena, niseme kwamba karibuni na kazi iendelee. Mdahalo huu umeonyesha wazi kwa ushirikiano wa kweli, sekta binafsi na sekta ya umma zinaweza kujenga Tanzania mpya yenye maendeleo jumuishi na endelevu. Miongoni mwa hoja zilizojadiliwa ni pamoja na umuhimu wa sera madhubuti na changamoto za kisheria na kimfumo. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Eben Mitimingi. Usisahau kutufuatilia kupitia tovuti ya www.themediabrains.com, lakini pia kule Instagram @themediabrainstz, lakini pia Facebook @mediabrains,
X zamani Twitter, The Media Brains, na YouTube, Media Brains.